Assalamu alaikum, naitwa Saidi. Karibu kwenye chaneli yetu ya tujifunze HTML kwa Kiswahili. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika symbol katika HTML. Wewe kama unataka kuwa mtengenezaji wa website na mifumo ya kompyuta au unataka kuwa msimamizi wa mifumo ya kompyuta, basi unalazimika kufahamu namna ya kuandika symbol mbalimbali kwa kutumia HTML. Hii ni kwa sababu sio symbol zote zinapatikana katika keyboard ya kompyuta yako. Kuna baadhi ya symbol au kuna symbol nyingine mbalimbali, symbol hizo hazipatikani katika keyboard ya kompyuta yako. Hivyo basi utalazimika kuziandika symbol hizo kwa kutumia HTML. Tuko pamoja? Sasa tuangalie jinsi ya kuandika symbol hizo. Tukianza na symbol ya mwanzo kwa leo, symbol ya euro. Tunafahamu euro, zile fedha za Ulaya zinakuwa na alama. Kama dola ilivyo na alama yake, basi na euro ina alama yake. Sasa jinsi ya kuandika symbol hiyo, unaanza hivi. Unaanza na alama ya and, halafu unaandika neno euro. Ili hapa, euro, halafu unafunga hivi. Twende katika browser tuone jinsi ambavyo inatokea. Haya, hiyo hapo umeona, hii hapa ndiyo alama ya euro. Tupo pamoja? Okay. Halafu hebu tuanze na paragraph kwanza. Paragraph tuandike hii ni alama nyingine. Tunaenda alama pili ambayo tunataka kuandika copyright. Copyright ni ile symbol ambayo unakuta kuna kiduara au kiziro, ndani yake kuna C. Hile inaitwa copyright. Jinsi ya kuandika ni hivi. Unaanza na alama ya and, halafu unaandika neno copy, nafunga hivi. Tuende katika browser tuone hiyo hapo jinsi inavyotokea. Okay. Alama nyingine ni alama ya register. Register hii ni ile alama ambayo unakuta kuna zero au duara ndani yake, au katikati ya kiduara hicho kuna herufi ya R. Tayari hiyo inaitwa register. Hii ni okay. Jinsi ya kuiandika nayo, unaanza na alama ya and, halafu unaandika neno reg au reg, unafunga hivi. Njoo kwenye browser uone kilichotokea. Hiyo hapo tunaona. Okay. Alama nyingine tuna paragraph kama kawaida, nao tutaandika hivyo. Hii ni alama, hii ni trademark. Trademark ni alama ile ambayo unakuta kuna duara ndani yake kuna herufi ya T na M, inaitwa trademark. Jinsi ya kuandika nayo, unaanza alama and, halafu unaandika neno trade. Tupo pamoja? Ukija kwenye browser unaona hivi jinsi ambavyo inatokea. Okay, umeiona? Hiyo inaitwa trademark. Okay, symbol au alama nyingine ni alama ya left arrow. Left arrow, okay. Kwa kawaida nayo tutaandika hii ni okay, left arrow. Jinsi ya kuandika na, unaanza na alama ya and, ukimaliza halafu unaanda L A R R, unafunga hivi. Ukija kwenye browser hapa unaona jinsi ambayo inatokea left arrow. Unaona? Okay. Alama nyingine ambayo tuandike kwa leo ni right arrow. Na utaandika hii ni left arrow, na unaanza right arrow. Tumemaliza left arrow, tutakula right arrow. Jinsi ya kuandika nayo, unakwenda na alama ya and, halafu unakwenda na herufi ya R A R R, unafunga. Hiyo ndio right arrow.
jinsi tuongea hapa, jinsi ya kubrowse. Hii hapo right arrow. Okay, symbol nyingine au alama nyingine ni okay, tuandike kwanza, hii ni alama nyingine ni up arrow, ule mshale unaoelekea juu. Jinsi ya kuandika, unaandika hivi, alama ya end halafu u halafu unaanza r unafunga hapa. Kija kwenye browser unaona jinsi inavyotokea, unaona mshale ambao umeelekea juu. Alama nyingine ambayo tunaenda kuifanya au kuiandika siku ya leo, tuende na p pia, taandika hivi, hii ni okay. Alama hii inaitwa down arrow. Okay, down arrow, mshale ule ambao unaelekea chini. Kwa hiyo utaanza alama ya end halafu DARR unafunga hivi, halafu tuje katika browser tuone kipi kinachotokea. Umeona mshale umeelekea chini. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kuandika symbol mbalimbali kupitia HTML au kwa kutumia HTML.